Jijini Nairobi walikabiliana na waandamanaji waliojitokeza kwa ajili ya kuwakumbuka waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya mwaka 2024. Polisi wakitumia vitoa machozi na kufyatua risasi kuwatawanya waandamanaji, huku baadhi ya waandamanaji wakikamatwa. Licha ya mpango unaoendelezwa na serikali wa kuwafidia waathiriwa wa maandamano hayo, wanaharakati wameendelea kushikilia kuwa fidia pekee haitoshi, wakiitaka serikali kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika katika mauaji hayo. Mapema asubuhi katika barabara zote kuu zinazoelekea jijini Nairobi, polisi walikuwa wameweka vizuizi kuwazuia watu na magari kuingia katikati mwa jiji la Nairobi kabla ya maadhimisho ya kuwakumbuka walioaga katika maandamano ya Juni tarehe 25. Tulikaa tukafungua mboka, tukaingia mboka. Sasa shida ni hawa makarao venye wanauza tension. Makarao wanaingia huku ndani, wanaanza kuzia watu uoga. Sasa watu wafungui mboka. Mimi naweza sema hawa makarao warudi tu pati yao, waache sisi tufanye biashara. Muumia juu hatujui utakula nini leo. Mapolisi wameka tension huku kila mahali. Nimefungwa kutoka asubuhi, hakuna mtu nimenyoa. So serikali itabidi mjirekebishe ama tuwarekebishe. Licha ya uwepo mkubwa wa maafisa wa polisi katika maeneo mbalimbali jijini humo, waandamanaji walijitokeza kuandamana. Baadhi ya waliokuwa wakiandamana nje ya jengo la bunge wakikamatwa. Katika eneo la Githurai, makabiliano makali baina ya waandamanaji na polisi ambao hawakuwa wamevalia sare rasmi yalishuhudiwa, polisi wakifyatua risasi na vitoa machozi kuwatawanya makundi ya watu waliodaiwa kuhangaisha wananchi eneo hilo. Ijapokuwa serikali inaendeleza mchakato wa kuwafidia waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano yaliyofanyika katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, watetezi wa haki za kibinadamu wameendelea kushikilia kuwa fidia pekee haitoshi, wakitaka serikali kuwachukulia hatua waliohusika katika mauaji hayo. We are going there to remember those young lives that were cut short by police bullets. And we say money cannot replace lives. If we don't kill any people today, we can kill Charlene and George Ruto and pay them, but not young people. So we demand justice. Mimi naomba tu serikali awache tu leo tuende tuweke mfulawa na msumaa pale mtoto wangu aliuliwa. Mtoto wangu alikuwa bado anasoma, alikuwa na 16 years. Lakini sasa hii ako na 18. Sasa naomba tu serikali awache niende nisimame hapo, nimweke kitu hata pale amelala atakumbuka. James Mwangi, Undugu TV.